tunawashukuru kuwa mko wengi, tunawajua mko wengi kutufata kwa kipindi cha leo. Asante sana kwa wote ambao wanapatikana Marekani, Asia, Afrika nzima na mnatufata na kuweza kulike video zetu katika kipindi chetu Les Analyses de Simon Kazungu ama uchambuzi wa bwana Simon Kazungu. Kwa mchana wa leo ama kwa siku ya leo tunataka kuzungumzia neno kubwa moja, ni declaration ama chama cha kipolitiki Demokrasi Chrétienne Federaliste Nyamwisi kiliweza kutoa mada yake na kutoa maoni yake kuhusu hali ya Kongo leo. Na ndani ya hii declaration ama mambo ambao waliweza kusema iliweza kuwa na nukta 7 na nukta ziko mbalimbali na kuweza kuonyesha ya kwamba wana denonce kwanza guerre ambao vita ambao iko ndani ya nchi ya Kongo na ambao imeletwa na AFC M23 kupitia ikisaidiwa na Rwanda. Kitu cha pili wanasema ya kwamba ndani ya chama ya DCF Nyamwisi ambao mimi mwenyewe ni mwongozi wake, imesemeka ya kwamba tunaweza kuleta kama vile onyo na kuweza kuambia serikali ya kwamba kuna malalamiko mengi ya watu kuonesha ya kwamba kuna watu ambao wako natoka ndani ya nchi ya kigeni wasiojulikana na wanaingia ndani ya Kongo katika miji mbalimbali. Hii wanaita ndani ya français transplantation de population. Ningelipenda tuweze kugusia hii nukta sana, sababu leo kama vile niliweza kusema katika video za hapa awali, leo kuna shida kubwa sana, na hii shida ni shida ya population ambao wanaitwa Wahutu. Leo kabila ya Kihutu katika ulimwengu, katika Rwanda, hasa ndani ya Rwanda na Kongo wanapatikana katika shida kubwa sana. Wale ambao waliweza kutoka Rwanda kwa mwaka 1994 mpaka leo kuna wote wengi ambao wanaitwa FDLR, ni kusema wanaonekana kama vile wale watu ambao walifanya genocide. Hii inakuwa shida kubwa sana, na leo miaka 31 tangu genocide iliweza kufanyika hapo Rwanda. Genocide ni kitu kibaya sana, niliweza kuisema kwa vipindi ambavyo viliweza kupita mbele, na mimi mwenyewe binafsi nimeenda kwa mahali mbalimbali kuenda kuona namna gani hii population ya Rwanda iliweza kuuiwa kinyama. Genocide ni kitu ambacho kiliweza kuharibu kabisa nchi ya Rwanda, lakini iliweza kuendelea pia mpaka Kongo, na mpaka leo inaendeleshwa ndani ya nchi ya Kongo. Watu wengi wanawaza wakati ninazungumzia mambo ya Kongo na Great Lakes ninazungumza tu kwa kusoma vitabu, lakini mimi mwenyewe nimezunguruka, nimeona Gikongoro namna gani watu waliweza kufariki pale Gikongoro. Nimekuta rescape fulani wa Gikongoro, na ukiwauliza wana shida pia na nje ya Kifaransa. Ukiwauliza ilikuwa namna gani, wanawaambia walituua na Wafaransa walikuwa pale. Hivi ni shida mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya Great Lakes, nchi zetu za maziwa makuu, lakini zinaendelea hadi leo. Sasa kabila ya Wahutu imekuja, wengine wamepatikana Kongo na Wakongo wengine ni Wahutu, lakini wanaendelea kuteseka. Ulizo ambao ninalo na swali ambao ninayo kwa watu wote ambao wananifuata leo, hasa kwa international community, ni kuweza kuuliza, je, hawa Wahutu ni watu tena pia, ama wanahesabiliwa tena watu, ama international community watu fulani wanawaona kama vile ni nyama ambayo inaomba kuwaua tu, kuwaharibu na kumaliza wote wasiweze kuonekana? Hii ni swala kubwa, sababu kama hatuwezi kugusia hii swala, hata wakati tunagusia maneno ya nchi yetu ya Kongo, tutakuwa mara nyingi sana tunapoteza lengo yetu ya kuweza kusema tunaweza kupata amani ndani ya nchi ya Kongo, kama hili swali la kabila la Wahutu, wale ambao walitoka Rwanda na Wahutu ambao wako Kongo, sababu mara nyingi assimilate, wanawaona kama vile nao ni wagenocidaire, sababu hawezi kudistingue huyu Mhutu ni wa hapa, huyu ni wa kule, wanasema lugha moja, wana mila moja, lakini sasa soro yao ni nini? Hali yao ni mpaka
lini itaenda kuendelea waweze kuwa wanachukuliwa kama vile ni manyama, ni watu ambao shetu wafyekwe, waweze kupigwa kabisa na waishe katika dunia? Hii ndi swali kubwa, na unaenda kuona miji mbalimbali ambayo inaikaliwa na Wahutu wanakuja wanalunguza. Ninazo video, mtaenda kuona picha za kuonesha mavillage fulani fulani ndani ya groupement ya Tongo par exemple, wanalunguza nyumba za watu, kuwafukuza, kuchukua mashamba zao, na wanakuja watu wengine wanakuja wanakaa. Hii maneno tumeizungumzia na kusema ya kwamba sherti iweze kupata suluhisho ikiwa Kongo tunapenda tuweze kupata amani katika nchi ya Kongo. Transplantation ya mapopulation ambao hawajulikane wanatokea wapi imeonekana sasa kuanzia Nyiragongo, unapanda ndani ya Ruchuru, unaingia ndani ya Masisi. Hivi vitu vinaonekana sasa na inakuwa ni shida kubwa sana. Isitoshe, watu wengine wanachukuliwa kutoka Kongo, wanawachukua, wanawakamata kama vile wale watu ambao waliweza kutoka ndani ya mji ya miji ya Masisi pale juu ya Sake. Wanawachukua watu wanawapeleka, anasema pièce d'identité, mumechukua vitabu ya Wakongo, lakini hamuwezi kupatikana hapa, na kuwarudisha Rwanda. Hata UNHCR imeweza kucomplain ama kuleta malalamiko kwa ajili ya hao watu zaidi ya 300 ambao wamechukuliwa, wamerudishwa Rwanda. Wengine sasa wanatoka kama Rwanda wanawaleta huku Kongo ndani ya Nyiragongo yote. Ukiangalia ndani ya miji Kiseguru, Kinyandoni, Nyamilima, Kibumba, huku kote kuna population zile zinakuja wanazileta, na zile population zilikuwa ziko pale. Chama chetu ya Democratie Chrétienne Fédéraliste Nyamwisi inaweza kualerte government ya Kongo na kualerte international community ya kwamba kuna shida kubwa sana ya hawa watu ambao wako wanatolewa, hatujui wanatoa wapi, lakini inaonekana wanatoka Rwanda, na kuwaleta mara nyingine wanatoka Burundi, hatujui wanatokea wapi, lakini wanawaleta katika miji mbalimbali ya Kongo. Isitoshe, mbele waweze kuwaleta, kuna system leo ambayo iko inachukuliwa sasa, ni kuchukua washef kutumia mbalimbali wa Kongo, wanawatoa kuweza kuleta wengine washef ndani ya mazone zenye ziko occupé na M23 ama M23 ambao tunaita AFC wakisaidia na Rwanda. Sasa unaenda kuona Nyiragongo wamebadilisha chef coutumier, wamekamata Butiti Kaembe Isaac 4 ana remplacer le bon Bakungu. Huyu hii imekuwa replacement, imekuwa pale kama vile kutayarisha ya kwamba hao washefu ambao wamewekwa na hii rebellion wanaweza kupokea facilement population za kutoka mahali mbalimbali. Ndani ya Bwisha, Mwami Ndeze Katurebe ambao yuko hapa Kinshasa kama vile minister, wamemramplace na Patrick Ndeze. Pale Bunagana ndani ya groupement ya Jomba wamekamata bwana Mwambutsa, wanamchukua wanamuweka kwa nafasi ya bwana Jackson Gatsupi. Alafu hii maneno yiko natendeka katika Kongo, tunazungumzia mambo ingine. Unaenda kuona vijana wameshindia internet Goma, wanasema huyu na huyu, lakini kuna ulizo swala ambao ziko deep kabisa za kindani, na sharti tuweze kuizungumzia vizuri sana na kuweza kupata suluhisho. Democratie Chrétienne Fédéraliste DCF Nyamwisi, chama chake yeye Nyamwisi Mvingi Enoch ambao aliweza kufariki pale Butembo 1993, imesema pia tunaendelea kukompatira ama kuendelea kuleta pole za rambirambi kwa population yote ya Kongo, na tunaendelea kuarifu Kongo ya kwamba kuna yenye tunaita kuna shida ambayo inaweza kuonekana sasa hivi, ni shida ya kuweza kugabula Kongo katika vipindi mbalimbali. Kongo iko Kongo moja, Kongo ile ambao Lumumba, Kasavubu waliweza kuacha, Mobutu walituachia, lakini sasa leo kunakuwa hatari ni ya kwamba hao rebels
mipango yao inaonekana ni kuweza kugabula kabisa Kongo, kuenda kuiweka vipande mbalimbali hivi iweze kuwa kama vile Sudan na nchi zingine ambazo zimegawanyika. Tuna ndani ya hii communique ama declaration politique kuna waita tena acteurs sociopolitique wote kumobilisation, kila mtu wote, Kongomani wote sharti ajikute ya kwamba hii swali inamuelekea, sharti tuweze kuwa mobilize kuenda kuona namna gani tunaweza kupata solution. Tunaenda kuonesha ya kwamba pia DCF Nyamwisi ina experience nzuri sana, experience kubwa sana, na sharti tunataka tupartage experience yetu na namna gani tunaweza kupata solution ndani ya conflict ya Kongo. Tunapenda tuipartage na wakubwa wa eneo sacre, sababu wao ndio wanawadepute ndani ya parliament ya Kongo. Tunataka kisha wadepute tuende kuona Assemblée Nationale, tuende kuona kwenye Senate, tuende kuona hata government, kuenda kupana plan yetu ya sortie de crise ya République Démocratique du Congo. Hiyo plan hatuwezi kuipana kwenye mtandao, sababu ina vitu ambayo ni siri ambao waongozi wanaweza kutumia kama vile ya kuweza kusaidia nchi ya Kongo kutoka ndani ya magumu. Tuliweza pia kumshukuru Bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kuweza kwa victoire ambao Kongo sasa imechaguliwa kama vile nchi moja ndani ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies, na tunapongeza nchi yetu ya Kongo na hasa Rais Felix Tshisekedi na kuweza kuonesha ya kwamba sherti resolution 2773 ya Conseil de Sécurité des Nations Unies iweze kukua aplike, iweze kutiliwa katika kimatendo. Kongo imeingia katika membre non permanent ya Conseil de Sécurité. Tunashukuru sana, na hii ni kubwa, ni jambo kubwa sana katika nchi yetu ya Kongo, sababu ni wakati wa Mobutu ndio tuliweza kuchaguliwa na tukaweza kupata hata hii wakati ilikuwa wakati ya conflict ya Kuwait, Iraq, na Kongo iliweza kupana mipango mizuri sana juu ya conflict Iraq, Kuwait. Sasa ni leo kisha miaka mingi sana ndio tena tunaweza kuchaguliwa. Tunawashukuru sana wasikilizaji wapenzi. Tulipenda kuwapatia katika kipindi cha matangazo nikiwatangazia ya kwamba Bwana Fayulu wamekutanana na yeye President Felix Tshisekedi, na ilikuwa ni kitu ya kihistoria kabisa, ni kitu ambacho kinashangaza watu wengi. Wanasema mara nyingine anatafuta posta, lakini Bwana Fayulu yeye mwenyewe anasema katika mazungumzo yao ya karibu saa 2 hawakuweza kuzungumzia sharing power ama kugabulana power ama pouvoir ama cheo, lakini wamezungumzia mambo mengi ili nchi yetu iweze kutoka katika shida. Tunawashukuru sana wasikilizaji wetu na nyinyi watazamaji wetu. Tunawaambia asante sana. Mkipenda mtupate kwenye simu, mnaweza kutuita kwenye simu yetu ambayo inakuwa simu yetu mnaweza kutupigia kwa 0812748094. Ninarudilia tena 0812748094. Tunawashukuru sana na tunasema asante sana. Mungu awabariki. Chao.